baba shana yekora baba shaka akadalaba radaba shana yakaparia baba sadaba katalada. Yesu umetulinda, Yesu umetulinda, umetubeba, ni mkono wako umetubeba, ni neema yako imetubeba, ni nguvu zako zimetubeba. Shaya makana na shaka lepara baba shana ikotorobo ashalabada lakaparana yekadabadaba apariana shataka repakotoraba baba. Yesu, Yesu, jina lako ni ngome imara, kwako tunakimbilia, kwako tunakuwa salama. Jina lako ni silaha yetu, jina lako ni ushindi wetu, jina lako ni jeuri yetu, jina lako Yesu, 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 jina lako ni salama yetu. Rapakapa, 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 yakatalaba, rekashaya, apariana, radadadaba, shadadada, lakabadaba, bashaka. Yesu, Yesu, unastahili, unastahili, unastahili. Kalabashana, la paradaba, akadalaba, yekorababa. Katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu tunaomba. Amen. 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 Katika jina la Yesu. Kashapadi ya barabashana rababa. Tunaenda kwenye ombi lingine. Biblia inasema kwenye kitabu kile cha Kutoka sura ya 10 ule mstari wa 21 na wa 22. Kutoka sura ya 10 ule mstari wa 21 na mstari wa 22 na wa 23. Anasema Bwana akamwambia Musa, nyosha mkono wako kuelekea mbinguni, kuwe na giza juu ya nchi ya Misri, watu wapapase gizani. Basi Musa akaunyoosha mkono wake kuelekea mbinguni, kukawa na giza nene katika nchi yote ya Misri muda wa siku 3. Mstari wa 23 anasema hawakupata kuonana mtu na mwenzie, wala hawakuondoka mtu mahali alipokuwa muda wa siku 3. Lakini wana wa Israeli wote walikuwa na mwanga makaoni mwao. Nataka tukaombe kinyume na kila giza ambalo limeletwa kwenye uchumi wetu, kila giza lililokuja kwenye afya zetu, kila giza kwenye familia zetu, kila giza juu ya taifa la Tanzania. Chochote ambacho ni giza, Mungu akiondoe katika jina la Yesu. Kwa sababu hapa ukiangalia mstari ule wa 23 anasema giza lilipokuwepo, jambo la kwanza watu walianza kupapasa. Maana yake watu walikuwa wanaishi kwa kubahatisha. Hakuna hata mmoja aliyekuwa na uhakika na anachokifanya. Lakini jambo la pili, Biblia inasema hakuweza kuonana mtu na mwingine. Giza linaweza likafanya usionane na watu wa hatima. Giza linaweza likafanya usikutane na wasaidizi wa hatima. Giza linaweza likafanya watu wa kukusaidia usionane na. Kila ukitafuta mtu auone, au wakati mwingine wanakutafuta wao, wewe hauonekani. Nataka useme kila giza juu ya maisha yangu na liamuru liondoke katika jina la Yesu. Lakini jambo la tatu anasema watu hawakuondoka mahali walipokuwa kwa muda wa siku 3. Maana yake giza ni roho inayoleta mkwamo kwenye maisha. Giza ni roho inayoleta mkwamo kwenye maisha. Kwa hiyo tunapoomba kinyume na giza, tunaomba kinyume na nguvu inayofanya usionekane au usiwaone watu wasaidizi wako hatima. Lakini tunapoomba kinyume na giza, tunaomba kinyume na roho za mkwamo, stagnation, every spirit of stagnation, tunaomba kinyume naye. Lakini tunapoomba kinyume na giza, tunaomba kinyume na roho za kubahatisha kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kwa hiyo nataka tunapopambana na kila nguvu yoyote ya giza, tunajua tunapambana na haya mambo matatu: roho ya mkwamo, roho inayofanya usionane na watu wako au wasaidizi wako wa hatima, lakini pia roho inayofanya utembee kwa kubahatisha, kwa kupapasa. Hebu sema Bwana Yesu. Sema kwa sauti, Bwana Yesu, katika jina la Yesu, asubuhi ya leo ninaomba kinyume na kila roho ya giza kwenye uchumi wangu, na kila roho ya giza kwenye afya yangu. Bwana Yesu, asubuhi ya leo ninaomba kinyume na kila roho ya giza kwenye maisha yangu katika jina la Yesu.
Kila giza halina nafasi kwenye maisha yangu. Kila giza halina nafasi kwenye kesho yangu, kwa jina la Yesu. Roho yoyote ya giza inayoleta mkwamo, niachie kwa jina la Yesu. Roho yoyote ya giza inayoleta mkwamo, niachie katika jina la Yesu. Roho yoyote ya giza inayonitenganisha na wasaidizi wangu wa hatima, niachie katika jina la Yesu. Roho yoyote ya giza inayonifanya nisione, nitembee kwa kubahatisha, iniachie katika jina la Yesu. Hebu twende, anza kuomba. Zaparatarababa akatanabashaya lapakatalababa yekotoloboshaya apariananashaba lakabadadabashaka rapakata 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 yakadababa shakataya kiagiza shabanabokandababa laparadabashaya akalababa radadashada rapayakata kiagiza toka katika jina la Yesu. Kila giza kwenye eneo ninalofanyia biashara, rababashana rapakalaba akadadaba yakata yakata lekatoria. Kila giza kwenye familia yangu, toka 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 ikakata yakaparia rebabashana yakananama la paradadada. Napambana na kila giza kwenye uchumi wangu, toeka 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 toeka. Giza linavuta roho ya ukiwa, giza linavuta roho ya utupu. Napiga kila giza, napiga kila giza, napiga kila giza. Shapaya, napiga roho zote za giza zinazoleta mkwamo. Kaparadada yakadababa ragadababa yakadadabalaba leparigadagada yekorabadabashana rapariakata yekoto 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 rakaka 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 yakaparia laparia. Roho ya giza ekosata lekeketo 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 lekapa rata rata rata. Giza ni roho, ukiongea nalo linasikia. Giza lina tabia ya kushindana. Anasema giza likashindana na nuru. Pambana na roho ya giza, pambana na nguvu za giza zinazoleta mkwamo, zinazoleta mkwamo, zinazoleta ukiwa kwenye maisha yako. Asayanda la karababa aparida busanda yakadababa. Napindua, napangua, navurugapo shabarada yakadaba 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 arabababa ashadabadada la kapala baba yakadalaba. Kila giza, kila giza linalofunika hatima yangu, kila giza linalofunika familia yangu, kila giza linalofunika ndoa yangu, kila giza linalofunika uchumi wangu, achia 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 achia. Yekatwa yekatwa harapaya akayaraba ashanana lakabada lakabada baba Jarabadada rababababa. Giza achia, giza achia, giza
kaya kata, kaya kata, kaya kata, kaya kata. Giza, giza, toeka, toeka, toeka kila giza. Biblia inasema giza litafunika watu, giza kuu litafunika kabila la watu. Kila giza linalofunika watu halitanifunika mimi, halitawafunika wasaidizi wa hatima, halitafunika familia yangu. La parikapa ekosaka yakadababa aparianana yakadaba asaparia rekapayada aparagada yakabadada radadadada. Napiga, 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 napiga. Achia, achia, achia. Ikababosada leparadadaba yakadabada lakabababa. Hiyo nguvu ya giza inayofanya nitembee kwa kupapasa. Shatata, 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 shatata. Yakadaba, yakadaba, yakadaba. Sema napiga, sema napiga, sema napiga. Nguvu za giza, giza lina nguvu. Sema napiga nguvu za giza zinazoleta mkwamo. Napiga nguvu za giza zinazoleta mkwamo. Napiga, 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 napiga. Palakata yakapa lekaparia yakakakata rakakatata rapapapapa yakapalia. Mimi ni mwana wa nuru. Asana yamaka yakalabababa aparadadabaya yekoradadadada kapalabakata ayaba ashanaya apariadada. Nguvu za giza zinazotaka kufunika afya yangu yekosaria eparibababa yekoradadada aparia. Naliamuru giza liachie ndoa yako, naliamuru giza liachie uchumi wako, naliamuru giza liachie watoto wako, naliamuru giza liondoke kwenye afya, naliamuru giza harabaya. Kuna mtu naomba na wewe wamekuambia waoni ugonjwa, hilo ni giza, hilo ni giza. Ashalaba aparadadada yakabadadada tetetetetete 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 retetetete 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 paria paria retetetete 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 rosa magonjwa abala makanaya aparadagadaya ekaparia yakapaya asayana. Kila giza linalofunika watu ili wasionekane, na kuamuru juu yangu, ondoka, ondoka juu yangu, ondoka juu yangu, ondoka juu yangu, ondoka juu yangu, ondoka, 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 ondoka. Ikapa, 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 ikapa yadada asaraba lakabarada yakananama. Kwenye hiyo biashara hauoni faida kwa sababu kuna giza, hauoni wateja kwa sababu kuna giza. Kwenye hiyo huduma hauoni wateja kwa sababu ya giza. Giza naongea na wewe, achia, achia. Yakabababababa rakakatata shakakatata ratatata 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 ratatata. Kila kazi iliyofanyika kwenye giza kwa ajili ya kuharibu maisha yangu, napiga, naharibu, 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 naharibu. Sema kila kazi iliyofanyika kwenye giza ili kuharibu maisha yangu, naiharibu, naiharibu, naiharibu kwa jina la Yesu, naiharibu kwa jina la Yesu.
kila kazi inayofanyika kwenye giza kwa ajili yangu, kwa ajili ya kuniharibu, naiharibu, naiharibu, naiharibu. Kapaya omba sasa yekoto aparadada yakatalapa huo mkono wa giza, nakata 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 ipapapapapa ipapapapapa ipapapapapa. Achia watoto wangu yetetatata rata 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 hapo hapo vimechasama hapo yekadabadabadaba lakabababababa rabadadadababa ikanana sana lakadabababa rapayadaba akadalababa yekoradadada asayanama. Maneno mabaya niliyotamkiwa kwenye giza nayafuta, nayafuta, nayafuta. Yetetete 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 yetetete, nafuta mwisho mbaya niliyopangiwa kwenye giza. Kalabosapa lekorababa aparianana yakabalaba yekoradadada, mwisho mbaya niliyopangiwa kwenye giza na ufuta yandaradada ababababa asadadadaba lakabadaba 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 yekekete 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 la parabada la parabada la parabada rabababa kapa yakadabalaba yekoto asaya makana parabakata koshapalada lekotorobobo ashaparia mama, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Biblia inasema ya kwamba giza lilikuwa juu ya uso wa nchi, na giza huwa linavutia maadui wengine, linavutia ukiwa, linavutia utupu. Kila ukijaribu kufanya vitu inashindikana. Nataka kwa dakika chache, Biblia inasema ya kwamba inuka uangaze, kwa kuwa nuru yako imekujia. Kwa dakika hizi chache tumwambie Bwana, nuru yako ije kwenye uchumi wangu, nuru yako ije kwenye biashara yangu, nuru yako ije kwenye kazi yangu, kwenye ndoa yangu. Mwambie Bwana nuru yake ije katika jina la Yesu. Anasema inuka uangaze kwa kuwa nuru yako imekujia. Imekujia maana yake haikuwepo. Na tumwambie Bwana nuru ije kwenye afya zetu, nuru ije kwenye biashara zetu, nuru ije kwenye uchumi wetu, nuru ije kwenye familia zetu, nuru ije katika jina la Yesu. Hebu sema Bwana Yesu, nuru yako iangaze kwenye uchumi wangu. Bwana Yesu, nuru yako iangaze kwenye kazi yangu. Bwana Yesu, nuru yako iangaze kwenye huduma yangu. Bwana Yesu, nuru yako iangaze kwenye uchumi wangu. Bwana Yesu, nuru yako iangaze kwenye kila eneo la maisha yangu. Nuru ikiangaza, wewe unainuka. Nuru ikiangaza, mtaji wa biashara unainuka. Nuru ikiangaza, afya yako inainuka. Nuru ikiangaza, kilichokuwa chini kinainuka. Anasema inuka uangaze, maana nuru yako imekuja. Giza likija linashusha, linafanya vitu visionekane. Nuru ikija unainuka. Hebu sema tena, Bwana Yesu, nuru yako iniangazie kwa jina la Yesu. Bwana Yesu, nuru yako iniangazie. Nuru yako iangazie uchumi wangu, iangazie afya yangu, iangazie biashara yangu. Bwana Yesu, naita nuru yako kwenye kila eneo la maisha yangu katika jina la Yesu. Hebu anza kuomba sasa,
Ite nuru ya Bwana kwenye kila eneo. Rakabada bashanda yakala baba baba aparianda kata yekapalabaya ashaya makada lakabada bada. Biblia inasema kwenye Danieli 5:11, nuru ilionekana ndani ya Danieli. Nuru ionekane ndani yako, nuru ionekane kwenye biashara yako. Rabababa kapa yakada baba, nuru ionekane kwako. Zatata rakapaya asana laba lakada baba yekoradada apala makanda yando sadia lekatoriana. Nuru ionekane kwenye afya yako. Ashayama anasema ya kwamba Isaya 58 ule mstari wa 8, na nuru yako itapambazuka kama asubuhi. Nuru yako ipambazuke, nuru yako ipambazuke, nuru yako ipambazuke kama asubuhi. Nuru yako ipambazuke kama asubuhi. Iraba kandalaba yakandalaba asapariana yakadababa. Nuru ya Bwana ikuinue, nuru ya Bwana ikuinue, nuru ya Bwana ikuinue. Biblia inasema watu wanaujilia mwanga wa kuzuka kwako, wafalme wanaijilia nuru yako. Kwa jina la Yesu na iamuru nuru yako ianze kuleta watu, ianze kuleta watu, ianze kuleta watu. Wafalme wakujie, wafalme wakujie. Kaparaba shanda yakadabaraba rapa yakadalaba yekoradadada asana yamaka lakadababa. Uchumi wangu unapokea nuru. Jadadadaba arapayana yakatalaba aparanaya asana makaya lekoradadadaba aparianana sana yakandalaba. Nuru yako ionekane, uanze kuinuka, uanze kuinuka, uanze kuinuka. Baba yakadabalaba rababa kana yakadalaba radadaba asananaya la paragada yekoradadada arababa sana yakandalaba lekosapalia abrakata arapakoto yekotorada akadagabayadas yakalabayadas. Na yamuru nuru yako ianze kuonekana kwenye hiyo ajira. Na yamuru nuru yako ianze kuonekana kwenye hiyo biashara. Na yamuru nuru yako ianze kuonekana kwenye huo mtaa, kwenye hiyo ofisi. Na yamuru nuru yako abarada yandadadaba ashayamanana lakabadaba lakabadaba arababa sana lakataladaba asapariana rakata 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 rakata. Kwa jina la Yesu, wewe ni nuru unaangaza, wewe ni nuru unaangaza. Abaraba 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 abaraba. Kila kilichokuwa kimekwama kianze kwenda mbele, kianze kwenda mbele, kianze kwenda mbele. Naongea na hiyo afya iliyokuwa inayumba, ianze kwenda mbele. Naongea na hiyo ndoa iliyokuwa imekosa nuru, ianze kwenda mbele. Naongea na hiyo huduma iliyokuwa imekosa nuru, ianze kwenda mbele. Naongea na hiyo taa shapa yakadaba arababa yakananama la paragada yakandalaba arabaya. Naongea na hilo eneo lililokuwa limekosa nuru. Pokea nuru, pokea nuru, pokea nuru, pokea nuru. Kabalaba sana yakadabalaba kadaya baba kushapalabaya katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Haleluya. Nataka tukaombe ombi jingine. Kitabu kile cha Zaburi 104 mstari wa 28 anasema, wewe uwapa wao wanakiokota, wewe waukunjua mkono wako
wao wanashiba mema. Na tukamwambie, Bwana, nikunjulie mkono wako nishibe mema. Bwana, nikunjulie mkono wako nishibe mema. Tunapoongelea mema, tunaongelea mambo mengi kwa wakati mmoja. Tunaongelea nuru, tunaongelea maongezeko, tunaongelea kila kitu ambacho Mungu alikuwa amekiumba kule mwanzo. Anasema kila alichokiumba alikiona kuwa ni chema sana. Lakini vyema vinatokea iwapo Mungu amekukunjulia mkono wake. Na tumwambie, Bwana Yesu, nikunjulie mkono wako nishibe mema. Bwana Yesu, sema tena, Bwana Yesu, nikunjulie mkono wako nishibe mema. Bwana Yesu, nikunjulie mkono wako nishibe mema katika jina la Yesu. Bwana Yesu, nikunjulie mkono wako nishibe mema katika jina la Yesu. Mara ya mwisho tena, Bwana Yesu, nikunjulie mkono wako nishibe mema katika jina la Yesu. Anza kuomba sasa, mwambie Bwana akukunjulie mkono wake. Mwambie Bwana akukunjulie mkono wake. Tunapoongelea mema, tunaongelea afya. Tunapoongelea mema, tunaongelea uzima. Tunapoongelea mema, tunaongelea uhai. Tunapoongelea mema, tunaongelea kila kitu kilicho chema. Anasema kwenye neno lake ya kwamba yeye kila alichokiumba kilikuwa chema. Mwambie Bwana, nikunjulie mkono wako nishibe mema ndani ya taifa la Tanzania. Baba, nikunjulie mkono wako. Anasema ya kwamba utakula mema ya nchi. Mema wanakula ambao wamekunjuliwa mkono wake. Baba, nikunjulie mkono wako. Shapaligabalaba apariana makana yakadabalaba. Baba, nikunjulie mkono wako nishibe mema ya kiuchumi. Ikarabashana la parida bosapalana yekoradadadaba akana la mashaya. Nikunjulie mkono wako. Rapayana mema yanijie, mema yanijie, mema yanijie. Nikunjulie mkono wako, mema yanijie. La parikapa asapariadada yakadabala asana na mama yakadababa. Kunjulie mkono wako. Afya inijie. Nikunjulie mkono wako. Shapalia lekoradaba ashana naya abalagadaba yakadabalada. Nikunjulie mkono wako. Afya inijie. Lekabadaba abarababa yakadabaria rapariana yekoradaba ashana yana. Nikunjulie mkono wako. Mema ya nchi yanijilie. Nikunjulie mkono wako. Mawazo yako mema, mipango yako mema inijilie katika jina la Yesu. Umesema ya kwamba unaniwazia mema. Nikunjulie mkono wako. Mawazo yako mema yanijilie. La parikata ekabarababa yakadababa. Baba mwema, nikunjulie mkono wako. Mema tu, mema tu yanijilie. Mema tu yanijilie. La barigadaba rakadiabada yakabalabaria lekoradadaba aparibaba shada lekaparaba asana la baba yakadabalaba radadadaba radadadaba radadadaba. Nikunjulie sana maya abalikapaya ekoradada nisibe mema kama ambavyo nasema Ibrahimu alikuwa na uzee mwema. Nikunjulie mkono wako nisibe mema kwenye kila hatua ya ukuaji wangu. Radadababa lakabadaba. Wewe ambaye kila kilicho chema na kilicho kamili kinashuka kutoka kwako, nikunjulie mkono wako. Mema yanishukie, mema yanishukie
mema yanishukie, mema yanishukie. Rababababa lakarabadaba lakadadadaba radadaba shada yakadaba rapariana. Mwalimu mwema, nikunjulie mkono wako. Baba mwema, nikunjulie mkono wako. Rakapaya asanana. Yapo mema siwezi kuyapata kutoka kwa watu, yapo mema siwezi kuyaona kutoka kwa watu. Nikunjulie mkono wako. Rikabadaba yakadabadaba 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 arapayakada lakadababa asandaya lakadaba aparianana riandadadaba riandadadaba yekoradadada lekabaria apariamakada zagada zagada zagada. Wewe unayewapa wanao vipawa vyema, nikunjulie mkono wako nipate vipawa vyema. Umesema ya kwamba wewe unawapa wanao vipawa vyema, nikunjulie mkono wako. Vipawa vyema vinijie, vipawa vyema vinijie. Rebababababa. Biblia inasema Nehemia alipewa vitu na mfalme kwa kadri ya mkono mwema wa Bwana uliokuwa juu yake. Mkono mwema wa Bwana uwe juu yangu, mkono mwema wa Bwana uwe juu yangu. Rababababa yakadabababa yakadabababa jakadabababa rababababa lakata ashapaliana radadabababa yakadabababa lakabadaba zakata akayana radabaya yendelobosata 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 ikanamaya Mashanama lakadabaraba rapayanalaba ashaya makana lakandalababa ekotokoto jekapalibadaba lebrebelia manana yakadabalaba rapaya akadaba akadaya yakababa orababa shana yakadababa rapayana kata yekoradadadaya ashaya makana lakabababa. Anasema wamchao hawatahitaji kitu kilichochema. Baba, nijaze kwa mema, nishibishe kwa mema. Rababa shana rakadababa ababa shaya yekabababa. Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema. Bwana wewe ni mwema, Bwana wewe ni mwema. Jadabada 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 katika jina la Yesu. Labaraba 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 yakadabala rada ayaba aparia mama yakadabalaba yakadabalaba. Kunjua mkono wako juu ya taifa langu Tanzania, kunjua mkono wako juu ya watu wa Tanzania, kunjua mkono wako juu ya kizazi chetu, kunjua mkono wako. Ibakata ikapalada yakadabaya asana makana lakabarada arababaya. Kunjua mkono wako juu ya taifa letu, kunjua mkono wako juu ya taifa letu, kunjua mkono wako juu ya taifa letu. La pari bababa ashada baraba rakada bababa yakala bababa ekotoya 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 ekotoya. Endelea kupambana, endelea kupambana. Mwambie Bwana kukunjulie, endelea kuomba. Katika jina la Yesu, Bwana tukunjulie mkono wako. Kanisa la Tanzania tukunjulie mkono wako. Kanisa la Tanzania tukunjulie mkono wako. Vijana wa Tanzania tukunjulie mkono wako. Wamama wa Tanzania wakunjulie mkono wako.
wa baba wa Tanzania, wakunjulie mkono wako. Abaradadadaba shandadadabadada lakadabalababa aparana mashana yakapariana lekapalaria edede shanaya akabalaba. ABC Global, kunjulie mkono wako. Rakapayana ashanadadaba lakabababa. Baba yetu Askofu Dickson Kabigumila, mkunjulie mkono wako. Yano sapaya aparika palana yekorada bashana yakandala baba, ukunjulie mkono wako. Rapayana akabayana ashananana, mkono wako ambao hujapungua ukunjwe ndani ya taifa, ukunjwe ndani ya taifa katika jina la Yesu. Kabala bashadara erabakata yarada katika jina la Yesu Kristo. Warumi ile sura ya 8 ule mstari wa 11. Warumi sura ya 8 ule mstari wa 11. Biblia inasema, lakini ikiwa roho yake yeye aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu, yeye aliyemfufua Kristo Yesu katika wafu ataiwisha na miili yenu iliyo katika hali ya kufa kwa roho wake anayekaa ndani yenu. Na tukaombe, tumwambie roho wa Bwana auishe kila kitu kilichokufa kwenye maisha yetu. Kuna mtu roho wa Bwana auishe maisha yako ya maombi. Kuna mtu roho wa Bwana auishe maisha yako ya mifungo, maisha yako ya kusoma neno. Roho wa Bwana auishe maisha yako ya ibada. Roho wa Bwana auishe uchumi wako unaoteketea kwa hasara. Roho wa Bwana auishe afya ya mwili wako katika jina la Yesu. Roho wa Bwana auishe ndoa yako tena katika jina la Yesu. Chochote ambacho kipo katika hali ya kufa, Biblia inaniambia kwamba haijalishi kimekufa ndani ya muda gani, lakini nguvu ile ile iliyomfufua Yesu katika wafu, hiyo nguvu bado tunayo, haijaenda mbinguni. Tunayo hapa duniani. Ile roho iliyomfufua Yesu katika wafu, ile roho haijaondoka kwenda mbinguni, tunayo hapa duniani. Na kwa muda huu nataka uombe, umwambie Bwana, roho wako aniuishe na auishe kila kitu kwenye maisha yangu. Hebu sema, Bwana Yesu, roho wako mtakatifu aniuishe na auishe kila kitu kwenye maisha yangu kilicho katika hali ya kufa katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu, huisha maisha yangu ya kiroho, ya kiuchumi, ya kindoa kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, huisha maisha yangu ya maombi, huisha afya yangu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kwa dakika hizi nataka tukaombe na Roho Mtakatifu atafurika hapo hapo ulipo. Mtu wa Mungu nayeomba pamoja nasi kwa njia ya mtandao ya kijamii, Roho Mtakatifu anafurika hapo hapo ulipo. Muda huu tunapokuwa tunaomba, kuna nguvu ya ufufuo inapita kwenye uchumi wako, inapita kwenye biashara yako, inapita kwenye ndoa yako, inapita kwa watoto wako, inapita. Ielekeze hii nguvu. Ukiwa unaomba, ielekeze hii nguvu, ielekeze hii nguvu, iamshe maisha yako yaliyo katika hali ya kufa, yaliyo katika hali ya kufa. Uchumi wako wenye madeni, mwambie Bwana auamshe, aufufue kwa roho yake katika jina la Yesu. Hebu anza kuomba, nikusikie ukiomba. La parika payada ashapaligadaba lekapaladaba akanana mashanda rapakapalada yakadababa ashaya makanda la pariadadaba yekorabababa ashana yanda ridaba baba apariga dadada yekabada balaba ashapaliana yekoto akapayana yakada balada shadada dadaba aparada dadaba yakada la baba. Daudi anasema, uniuisha nafsi yangu rakababa baba yakada baba araba yakada shakabada akabadaba. Uisha nafsi ya mtu,
uisha akili za mtu, uisha akili za mtu, uisha huo moyo uliokufa, uisha yedabasana aparadabosa lekepalidabo asapariadada rekekatata yakakatata shayaba ababarada lakadaba aba roho Bwana uliye ndani yetu aba uisha Mungu wa wote wenye mwili, uisha mwili wangu, uisha mwili wangu. Ikabarada ashadabaya yakaradada aparanaya yekoradada ikanda okopoliada yeketuriada ashanalada yababakoto akaparada yendo sayada aparikaka ikoporiada yekepali asaya yadaba o baraba epepele sada lebrakapalia yekoradada asai epepekepe rebekepe baba saya uisha yekaba labare baba sana. Nafsi yangu ni kama nchi kavu, iuishe tena. Paradeshaka yepeli baraba aparadadia yekoragada akababa. Wewe mwenye njia za kutoka mautini, uisha utumi wangu. Labaria ashadara lakabadadia edede shabara rababaradada rakadababa. Hakuna usiloliweza barada yadaradada ikabababa. Ukawaambia watu liondoeni jiwe, ukamwita Lazaro, ukasema Lazaro njoo kunje. Roho ya ufufuo, fufua. Habakuki analia, anaomba, anasema Bwana, fufua kazi yako katikati ya miaka. Bwana, fufua kazi yako katikati ya miaka. Mwambie Bwana, fufua uchumi wangu asubuhi ya leo. Mwambie Bwana, fufua afya yangu asubuhi ya leo. Bwana, fufua kila kilichokufa kwenye maisha yangu. Bwana, fufua katika jina la Yesu. Anza kuomba. Rabababa shata yakabababa ashadabada lakadababa rababa shata yakataya akalabare jekelebara rababaya akabaria. Biblia inasema rakabaraba, huyo Roho anaweza kufufua. Haijalishi ni muda gani umepita, haijalishi kapaya asadada lakabadada. Fufua matumaini ndani yangu. Radaba sadaba akabaradada yakadabalaba rababasaya ayakata riadababa aparanaya yakadaba. Fufua uchumi wangu, rababayada zakadabadaba lakadadadada ratatata aparababa yakabalada lesaparia rakakata akapayada sadanakaya abaladada yekadiabara
reketolia eshanaya abaradiga yekerere ashandilabo orababa. Kila kilichokufa anza kuinuka. Biblia inasema Bwana akamwambia Ezekieli, itabirie mifupa rapakotoya ekorababa. Ile Ezekieli 37 ule mstari wa 14, Roho wa Bwana akatia pumzi ndani ya ile mifupa ikawa hai. Roho wa Bwana akatia pumzi ndani ya ile mishipa, ndani ya zile nyama zikawa hai. Ababa sana ikabarada rapayana kata lakabadaba ababaraba arababaya lakarababa shanalababa akarabaya keparababa. Nataka uendelee kuomba, nataka uendelee kuomba. Mwambie Bwana fufua. Shada baba ikaparada rekabadada yakandala baba ratata yakabadaba leketoriadada shadabaya abrababa. Hayo maisha ya maombi yanafufuka, hayo maisha ya maombi yanafufuka, hayo maisha ya mifungo yanafufuka, hayo maisha ya mifungo. Fufuka, 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 fufuka. Shadaba ababa yaradaba rakadaba 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 yakanana rababa ashadaba lakadaba yakanana ashadaba raba rapayana ikadaba shana. Katika jina la Yesu, Roho wa Bwana fufua, Roho wa Bwana fufua. Mesobra kata kadaba la mashaka. Hiyo kazi inapokea uamsho katika jina la Yesu. Hiyo biashara inafufuka tena katika jina la Yesu. Hiyo ndoa inainuka tena katika jina la Yesu. Hiyo kazi inafufuka tena katika jina la Yesu. Pale ulipokuwa umeanza kujenga ukashindwa, Mungu anakupa nguvu ya kumaliza katika jina la Yesu. Mungu anakupa nguvu ya kumalizia katika jina la Yesu. Nasema hutaishia njiani. Roho wa Bwana anafufua uchumi wako tena katika jina la Yesu. Roho wa Bwana anafufua uchumi wako tena katika jina la Yesu. Roho wa Bwana anafufua uchumi wako tena katika jina la Yesu. Nasema tena, Roho wa Bwana anafufua uchumi wako tena katika jina la Yesu. Mifupa yako inapokea nguvu ya ufufuo katika jina la Yesu. Damu yako inapokea nguvu ya ufufuo katika jina la Yesu. Mwili wako unapokea nguvu ya ufufuo katika jina la Yesu. Ambacho kilikuwa kifanyi kazi na kiamuru kianza kufanya kazi. Uliokuwa umeparalyze na amuru nguvu ya giza iliyokuwa imekaa ndani yako ikuachie kwa mamlaka ya jina la Yesu. Uliokuwa unatembelea magogo, huu ni muda wako. Roho uzima ameingia ndani yako sasa. Pokea nguvu ya kutembea na kusimama katika jina la Yesu. Uliokuwa na moyo mpana, kuna mambo ulikuwa huwezi kufanya, huu ni muda wako wa kutembea katika jina la Yesu. Huu ni muda wako wa kuinuka kutoka kwenye kitanda cha ugonjwa. Huu ni muda wako wa kuinuka kutoka kwenye kitanda cha ugonjwa. Inuka kwa jina la Yesu. Inuka kwa jina la Yesu. Naamuru kuanzia sasa, kila nguvu ya mauti iliyokuwa imekushikilia ikuachie mara moja, ikuachie mara moja, ikuachie mara moja, ikuachie mara moja. Aparigadaba yakadabaraba shandaladaba lakatayanana. Na yamuru nguvu ya mauti ikuachie, ikuachie, ikuachie. Wa ugonjwa wa mauti ukuachie, ukuachie, ukuachie katika jina la Yesu. Hiyo roho ya mauti kwenye uchumi iliyotupwa kwenye uchumi wako, ninaiamuru ikimbie, ninaiamuru ikimbie, ninaiamuru ikimbie, ninaiamuru ikimbie. Kimbia haraka, kimbia haraka, toeka, mwachie mara moja, mwachie mara moja, mwachie, mwachie, mwachie kwa jina la Yesu. Na kuamuru mwachie, na kuamuru mwachie. Roho ya mauti kwenye afya, mwachie mara moja. Roho ya mauti kwenye afya, mwachie mara moja katika jina la Yesu. Mwachie mara moja. Radaba shandadaba aparadadaba baba yakadabalaba shanana makana
la kabadadia ekuradadada shekabalidada bosa leperiana na shanda rekurabashaka yakatalababa mashayabada la paragada, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Hapo ulipo wewe ambaye unasukumwa kumtolea Bwana kwa imani ya kwamba ulichokiomba Mungu amekisikia. Mwingine Mungu anaweza kama amesema na wewe tayari kupitia maombi haya. Unaweza ukafuata maelekezo yaliyo kwenye screen yako. Unaweza kufuata maelekezo yaliyo kwenye screen yako ukisukumwa kumtolea Bwana.